Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu katika simulizi yetu ya leo inayomhusu Mtakatifu Josephina Bakita. Kwanza kabla ya yote, naomba usubscribe hapo maneno yaliyoandikwa subscribe, kisha tuweze kuendelea. Historia ya Mtakatifu Josephina Bakita. Mtakatifu Josephina Bakita alizaliwa takribani mwaka 1869 huko Darfur nchini Sudani. Jina lake Bakita linamaanisha aliyebahatika. Hilo ni jina alilopewa na watekaji wake baada ya kutekwa akiwa mtoto mdogo, kwa sababu alisahau jina lake la kuzaliwa kutokana na mateso aliyopitia. Maisha ya utumwa. Akiwa na umri wa karibu miaka 7 mpaka 9, alitekwa nyara na wafanyabiashara wa watumwa na kuuzwa mara kadhaa. Katika utumwa alipitia mateso makali, vipigo na alichorwa alama mwilini, yani scarification. Baadaye alinunuliwa na mwanadiplomasia wa Italia aitwaye Calisto Regnan, aliyemchukua kwenda Italia mnamo mwaka 1885. Alipokuwa Italia, Bakita alikutana na masista wa shirika la Canossian Sisters ambao walimfundisha imani ya Kikristo. Alivutiwa sana na mafundisho ya kiroho na mwaka 1890 akabatizwa na kuchukua jina Josephina Margarita Bakita. Baadaye aliamua kujiunga na shirika hilo la masista, na mwaka 1896 aliweka nadhiri zake za kitawa. Maisha ya kitawa ya Mtakatifu Josephina Bakita. Tunaambiwa yeye aliishi maisha ya unyenyekevu, huduma na sala zaidi kwa miaka 40 katika mji wa Schio nchini Italia. Mtakatifu Josephina Bakita alijulikana kwa upole na furaha hata baada ya mateso aliyoyapitia. Pia alikuwa kuwatia moyo watu kusamehe, pia kushuhudia wazi kuwa Mungu alimwokoa na kumpa uhuru wa kweli. Mtakatifu Josephina Bakita alifariki tarehe 8 mwezi Februari mwaka 1947. Kanisa Katoliki lilitambua utakatifu wa maisha yake huyu Josephina Bakita, ambapo mwaka 1992 alitangazwa mwenye heri, yani beatification, na Papa Yohane Paulo wa pili kutokana na ushuhuda wake wa imani na msamaha. Mwaka 2000 alitangazwa kuwa mtakatifu, yani canonization. Papa Yohane Paulo wa pili alimtangaza rasmi kuwa Mtakatifu Josephina Bakita, akimtaja kama mfano wa matumaini wa wale wote wanaoteseka na ukandamizaji. Sikukuu yake katika Kanisa Katoliki inaadhimishwa. Kanisa linaadhimisha kumbukumbu yake kila mwaka tarehe 8 Februari. Heshima anayopewa katika kanisa, anachukuliwa kama mlinzi wa wahanga wa biashara ya binadamu na utumwa. Lakini kuna parokia ambazo zimemchukua aweze kuwa kama mwombezi wao, pia na taasisi mbalimbali. Tukitazamia nukuu mbalimbali ambazo Mtakatifu Josephina Bakita aliwahi kuzitumia akiwa hai. Ya kwanza: kama ningekutana na wale walioniteka na kunitesa, ningepiga magoti na kuwabusu mikono, kwa sababu kama hayo yasingetokea, nisingekuwa Mkristo leo. Nukuu ya pili: Bwana amenipenda sana, lazima kumpenda sana, lazima nimwamini kila wakati.